Oh yes. Ninaomba pahali ulipo wewe simama. Masaa yetu yamefika, masaa mazuri, na huwa tunapenda kumtumikia Mungu with a lot of discipline. Yaani mbali na kujifundisha tu neno, tunajifunza pia discipline ya kukaa mbele za Mungu na pia kumtumikia kwa njia ambayo itamsukuma yeye ili aweze kuwa wa baraka zaidi kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nilikwambia unaweza enda kwa hoteli mzuri, imepambwa vizuri kabisa, na hata wanapika chakula mzuri sana, lakini kama wanakuserve bila discipline, hata hiyo chakula yao huwezi kula. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanaweza wakapika chakula mzuri na imepambwa na ni nzuri, lakini if they are serving you with arrogance, wanakuhudumia na madharau na nini, basi hata hiyo chakula yao unaweza ukasema wacha ikae. Na hivyo ndio Mungu hukataa maombi yetu wakati yanakosa kupelekwa na discipline. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anakataa vikao vyetu. Biblia inasema kwa kila kikao, mahali 2 watatu wako yuko hapo, mahali 2 watatu wako yuko hapo. Sasa kuna vikao Mungu anakataa kuingia. Kwa sababu gani? Au hawana discipline. Na hiyo ni kitu mbaya sana kama tutakuwa tunatafuta Mungu na bidii yote kwa hichi kikao chetu, alafu Mungu akosekane hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi wanasema huwa wanaona Mungu akiwa hapa? Wangapi wanasema hivyo? Wangapi wanabarikiwa? Tumpatie Bwana Yesu makofi. Haya, inamisha uso wako, tufungue kwa neno la maombi, tumwalike Baba atuongoze katika mafundisho yake. Baba, ni asante kwa ibada ya leo. Baba, wewe ni mwema. Wewe ni mwema Baba yetu uliye mbinguni. Wewe ni mwema kupita kiasi. Hata tunashindwa tukulinganishe na nani, tukufananishe na nani. Hakuna kama wewe Baba. Hakuna tunayeweza kumlinganisha na wewe. Upendo wako ni wa ajabu. Huruma zako ni za ajabu. Uvumilifu wako ni wa ajabu. Matendo yako yanatisha, yanaogofya. Wale wametembea na wewe wanaweza kuhadisia habari zako. Wale waliokaa ndani yako kwa muda wanajua hata tabia zako. Wameandika ndani ya hii Biblia jinsi wewe ni Mungu wa upendo, ni Mungu mkarimu na unaghairi mabaya. Wewe sio mwepesi wa hasira. Wanajua tabia zako na hata walituandikia ndani ya hichi kitabu. Na ndio maana Baba, tunakuja mbele zako jioni ya leo tukiomba kabisa, kama kuna jambo lolote linaweza likatuzuia ibada nzuri, tunaomba utusamehe. Kama kuna kitu tu ambacho kinaweza kufanya ibada hii isipokelewe machoni pako, Baba, tunaomba msamaha kwa kila njia. Iwapo ni sisi wenyewe tumechangia ya kwamba wewe usikue katikati yetu, aidha kwa tabia zetu, kwa mawazo yetu, kwa maneno yetu, hata kwa matendo, Baba, tunakuomba Baba, tusamehe na ukaweze kutupatia nafasi, fursa, tufungue macho ya kiroho, tufungue hata masikio ya kiroho, tupatie kufahamu. Tusiwe tu ni watu tunakuja hapa na tunasikia maneno lakini hakuna hata moja tunafahamu. Tupatie kufahamu ili tuweze kujiandaa vilivyo hiyo siku ya kanisa kuchukuliwa. Baba, tusiaibike, tusiwachwe nyuma. Asante Baba. Zaidi ya hayo, wewe ni mwaminifu, unaweza kutenda vyema zaidi hata kuliko vile tumeomba. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wote tuseme nini? Chukua nafasi yako na hakikisha uko mahali ambapo uko salama. Bwana Yesu asifiwe sana. Mahali uko salama.
Usije ukabeba kitu hapa ukapeleka nyumbani, alafu kikamjeruhi mama, kikajeruhi watoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Keep distance. Maji yako pale, unaweza ukaosha mikono pale. Maski yako usione nimevua yangu nimeweka pale, alafu wewe pia ukavua yako. Hapana ndugu yangu, wekelea yako pazuri sana, especially wakati umemsogelea mtu. Nataka tuongelelee swala ya damu ya Yesu Kristo. Nimekwambia it is the article. Tangu juzi ninakupigia kelele, ninakwambia damu ya Yesu Kristo is the element ambayo inatufanya tunashinda katika ulimwengu wa roho. Damu ya Yesu kwa mwanadamu wa kawaida, ndugu yangu, anaweza kushindwa ni ya kazi gani? Anaweza kushindwa ni ya kazi gani? Lakini katika ulimwengu wa kiroho, damu ya Yesu imeheshimika, imetukuka. It is the one thing ambayo inaweza kuvunja kase zote ambazo Mungu alinena juu yetu na ambazo ibilisi amepanga kinyume nasi. Wangapi tunaelewana vizuri? Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri sana. It is the one thing. Ndugu yangu, nilitangulia kukwambia juzi, hii dunia ambayo tuko sio ile iliumbwa vizuri. Ile iliumbwa vizuri tulifukuzwa. Wangapi tunaelewana lugha? Tulifukuzwa, tukaondolewa na makerubi wakaifunga hiyo dunia. Tunaambiwa Mungu aliambia makerubi wabebe upanga wa moto wafunge hiyo dunia. Bwana Yesu asifiwe sana. Ili mwanadamu asirudi hapo, akala tunda la uzima akaishi milele, ikafungwa. Alafu ile dunia tulioletwa, sikia vile Mungu alisema, nimelaani mpaka hiyo ardhi nimeilaani. Utailima kwa shida. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu akapewa laana zake, nyoka akapewa laana zake, mama akapewa laana zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa ikawa sisi wote tuliozaliwa kutoka kwa Adam na Hawa tumebebeshwa pia zile laana zao. Wangapi tunaelewana lugha? Na ndio maana Yesu Kristo amekuja ili kutuondoa, atuondoe katika laana hizo tumerithi kutoka katika baba yetu Adam na Hawa. Tumerithi kutoka katika hii dunia. Hii dunia sio mzuri, Mungu asikudanganye. Sio ile tunasikia eti iliumbwa kwa siku 7. Hiyo ilifungwa. Tuko mahali pabaya. Wangapi wananielewa vizuri? Tuko mahali pabaya hapa. Na chochote utapata hapa duniani kizuri ni kile ambacho kimehusika na mkono wa Mungu. Wangapi tunaelewana lugha? Tumpatie Bwana Yesu makofi yote. Chochote ambacho kitafunguliwa hapa duniani kiwe kizuri kwako, ndugu yangu, ukae ukijua Mungu amehusika. Lakini kama Mungu hajahusika, ile laana bado imesimama. Na ndio maana ninakupa siri jioni ya leo ama wiki hii, ile kitu ambayo inaweza kukuweka mbali na hizo laana. Mungu aliongea kwa uchungu juu ya mwanaume, juu ya mwanamke, juu ya nyoka, juu ya nchi. Ndugu yangu, ni damu ya Yesu Kristo. Mtu asikudanganye. Tumuongezee Bwana Yesu makofi mazuri. Mtu anaweza kukaa pale akauliza, hivi kwa nini huwa tunahubiriwa? Kwa nini huwa tunahubiriwa? Kwa nini huwa Biblia inafunguliwa? Ndugu yangu, tunaifungua hii Biblia kukwambia wewe bila Mungu, wewe bila Yesu, wewe bila uokovu, wewe bila Roho Mtakatifu, ndugu yangu, uko mahali pabaya. Tunaona ni pazuri tu kwa sababu tumezoea. Waisraeli walizoea mateso ya Misri mpaka wakaona ni heri warudi huko. Wangapi tunaelewana lugha? Waliona ni heri wawachane na Mungu, waache Musa, warudi huko. Walimwambia Musa, heri turudi huko tunateseka. Waliona ile mateso ya kuwa na Mungu ni mengi kuliko ile mateso ya kuwa na wa Misri. Kumbe hawakujua ile hali ya kukaa ndani ya mateso 430 years ilifanya akili zao na miili yao izoee hiyo hali, na ndio maana waliona ni bora kuliko kukaa katika mikono ya Baba. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri? Hii hali ambayo tunapitia sasa hivi, mtu asikudanganye, tumeizoea mpaka imefika mahali sasa tunaona duniani ni pazuri. Kumbe mbele ya Mungu, ndugu yangu, ni mateso. Laiti ungelikuwa na wale walioona ile dunia ya kwanza, laiti tungekaa na babu yetu Adam na nyanya yetu Hawa,
awaambie vile ile dunia ilivyokuwa, ndugu yangu, mungecheka. This world is not our home. This world in the eyes of God, it is darkness. Hallelujah. Nataka usikie kitu hapa. Damu ya Yesu inafanya nini? Nataka leo tusome kitabu cha Walawi. Lawi 8 mstari wa 21. Ndio uelewe damu ya Yesu inafanya nini katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Watu wa rohoni wanapenda damu. Umeshawahi kujiuliza kwa nini wanapenda damu watu wa rohoni? Watu wa rohoni wanapenda damu. Wachawi, waganga, Illuminati, devil worshippers, Yesu, Mungu. Kwa nini watu wa rohoni wanapenda damu? When you talk to them, wanakuambia, what can you offer us? Can you bring blood to us? Kwa nini wanapenda? Biblia inasema damu inabeba kila kitu ambacho mwanadamu anataka. Kila kitu. Damu inabeba uhai wa mwanadamu. Damu inabeba vile viembe. Tunaelewana? White blood cells, red blood cells. Hiyo ndio maisha ya mwanadamu. Hivyo vitu vikikosekana ndani ya mwanadamu, ndugu yangu, hana maana. Ndio maana unaona mtu wa ukimwi, tunaambiwa ile virusi ya ukimwi, ile HIV, ile kirusi inakulaga hizo vitu, hizo white blood cells. Hizo ndio zina fight every bacteria in the body of a man. Bwana Yesu asifiwe sana. Hizo ndio zinachangia kuosha damu ya mwanadamu. Wakati wowote kuna bakteria mzuri sana. Wakati wowote kuna bakteria imeingia ndani ya damu ya mwanadamu, kuna kitu ambacho hakistahili kukaa katika system ya mwanadamu. White blood cells zina fight. Lakini sasa HIV ikikuingia, inaenda kukula hizo, inaenda kuzikula. Alafu sasa wewe unakuwa ni mtu, homa ikipita inakubeba, kuhara ikipita inakubeba, kitu gani ikipita beba wewe. Sasa hauna kinga katika maisha. The blood is everything. Tukitaka kujua huyu mtoto ni wa Mary ama sio wa Mary, hatuangalii nyama, tunaangalia damu. Hapo ndio kuna DNA, kuna kila kitu iko hapo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukitaka kujua huyu mtoto kweli ni wa Alois, mnabishana, twendeni. Toa damu. Hallelujah. Damu inabeba identity. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Na ndio maana maandiko yanasema Wakristo watakuwa identified by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Situongeze makofi kwa Yesu. Hallelujah jamani. Na ndio maana mimi ninakwambia, kama ulienda kanisani na ukatubu tu maneno matupu na hukudai ile damu, hukuidai. Unajua kuna watu tu wanakwenda kanisani, wanakaa na mchungaji pale, unaeleza shida zako na unasema tu nimekuja, yenyewe mimi nimekosea, lakini pastor nimetubu, alafu inakuwa tu ni toba ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ndugu yangu, I'm telling you the naked truth, kama vile nilivyokuambia siku ya jana, ninairudia na leo tena. If you are not serious with God, God will never be serious with you. God is only serious with those who are serious. Na ndio maana kuhakikisha ya kwamba you mean what you are saying. You mean what you are saying. You mean your intentions. Mungu ana approach each and everyone with a covenant. If you are sure that whatever you are telling me you mean it, you must put it in covenant. Leo hii tunaambiwa, if you mean what you are saying, put it in writing. Wangapi tunaelewana vizuri? Kama kweli unataka kazi, apply. Kama kweli unataka kazi, usikuje kuambia mkubwa na mdogo nataka kazi. Written application. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri? Umeoa huyu, ndio unataka kuoa huyu, put it in writing. Unataka nikununulie gari, mkienda kwa ile duka, put it in writing. Lazima kuwe na stakabadhi, supporting document
Supporting document. Ndio kweli ulinunua, hata unatuonyesha receipt, but supporting document, is it there? Bwana Yesu asifiwe sana. Put it in writing. But in the spiritual world, we don't put it in writing. We put it under covenant. Under covenant. Ndio maana unakuta hawa majamaa zetu hawa waliotutangulia, Bwana Yesu asifiwe sana, hawa watu waliokuwa wanajua hiyo siri, ndugu yangu, wakina Jephthah, wakina Abraham, wakina David, wakina nani, walikuwa wakienda mbele za Mungu, they don't put it in writing, they put it in covenant. Mungu, ukinifanyia hivi, I will do this to you. Bwana Yesu asifiwe sana. Yakobo anasema, anaenda mbele za Baba, anasema Mungu ukinifanyia hivi, I will do this. They put it in covenant. Ndugu yangu, ni ngumu kutembea na Mungu, kwa sababu ndugu yangu, covenant is not just a piece of paper. Covenant is a spiritual force, power, agreement, ambayo if you go against it, it will ruin your life. Wangapi wananipata mzuri kabisa vile tunaongea bwana? Mambo ya rohoni ndugu yangu, wacha kuyafananisha na makaratasi. Don't take covenants, spiritual covenants like papers. They are not papers. Ndugu yangu, unaweza ukaenda mahali ukaajiriwa, na baada ya miaka fulani wewe ukaruka ile contract, ukaruka contract. Bwana Yesu asifiwe sana. Inawezekana hata mtu asikufunge. Inawezekana hata mtu asikupeleke popote, aseme bwana yule jamaa aliresign. Lakini ndugu zangu wa Kristo, we are messing with spiritual forces, spiritual powers. Wewe angalia kule, wacha nikupatie ni mfano. Wacha niongee na wazee hapa. Kule Ukambani kuna tamaduni za Ukambani ambazo kila boma imelelewa ndani yake. Paka wanakuambia bwana, ukienda kinyume na hii, kitu fulani itakufuata. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata Wajaluo wana hiyo. Wajomba zangu wamenifundisha tabia hiyo. Wana mambo hayo. Bwana, kule wanakuambia kijana mdogo hawezi kuoa kabla mkubwa. Na ukijaribu kuna mambo. Those are spiritual covenants. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kabila ambazo unaambiwa wazi, lazima kabla hujaoa ama kabla hujaolewa, lazima upeleke kitu kwa wazee. Peleka kitu kwa, usichukue msichana wa hiyo boma bila kupeleka kitu. Wewe ukianza tu na yeye chwara hivi, vinakupata. Wangapi tunaelewana vizuri? Wangapi tunaelewana ndugu yangu? Kuna kabila bwana, uweze kuchukua mume, uweze kuchukua kijana yao hivi. Huwezi kuchukua tena. Kijana anaongea mapema, anasema bwana, kwetu hii maneno mpaka ifike kwa wazee. Kuna kitu huwa wanafanya kwanza kabla mimi nitoke nyumbani, ama kabla nianze uhusiano na wewe. Msichana anasema hapana bwana, hiyo ni porojo, kama unitaki niambie. Unajua kuna mambo mengine huwa tunasukuma kwa sababu tuna njaa ya mwili. Tunaelewana vizuri? Unasukuma kweli kweli, wewe kama unitaki niambie bwana. Kama unanichezea wachana na mimi. Kuna wanaume wengi wananitaka bwana. Are you serious? Mbona hutaki nikuje kwako? Mbona hutaki nilale kwa kitanda yako? Unajua tunasukuma. Lakini huyu mwanaume anamwambia bwana, shida sio mimi. Shida ni kule nimelelewa. Hivi vitu hatuanzi mpaka wazee waongee. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee wakituachilia na maneno yao ya mdomo. Bwana Yesu asifiwe sana. Wazee wakituachilia, waseme nendeni mbarikiwe, endeni muwe na amani, endeni mtafanikiwa, basi tunaweza sasa tukasogeleana. Bila hivyo tutaharibu kila kitu. Msichana aelewe. Ndio maana mimi husema bwana, ukitaka bibi enda kwenu. Wangapi tunaelewana vizuri? Enda chukua kwenu. Hii mambo ya Nairobi hii, ndugu yangu, hii mambo ya kuchukuana huku chwara, utaona shida. Enda nyumbani, mahali una ushahidi wa kutosha. Wangapi tunaelewana vizuri? Wazee wanakuambia bwana, msichana huyu tunamjua, hiyo boma tunaijua. Unaelewa? Wanaweza kukwambia bwana, hata huko usioe, kuna mchawi huko.
Haleluya. Usioe. Wanaume wa hiyo boma hata juzi wamekatana mapanga kwa sababu ya shamba. Usiolewe huko tafadhali, usiolewe. Wewe unakuja tu Nairobi, unakuta mtu amejiremba kwa sura, amejipaka marangi, unasema huyu ndio huyu. Laiti Mungu akufungulie roho yake. Laiti ufunguliwe macho ya kiroho, ujue yale mapepo wamebebana nayo kutoka kwao. Laiti Mungu akufungue macho ya kiroho. Ndugu yangu, unaolewa na jambazi, akifika usiku analala na nyoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri? Sikia kitabu cha Walawi. Walawi, sikiliza damu ya Yesu Kristo. Damu ya Yesu. Watu wengi wanafikiria tu ilimwagika msalabani kwa ajili ya dhambi. Ina mambo mengi. Mwambie jirani yako ina mambo mengi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na leo inatufundisha kwamba it is our identity. Sikiliza vile ilifanya. Ile damu iliyomwagika mara ya kwanza, Walawi 8 mstari ni ule wa 19. Kisha wacha tuanze pale. Mstari ni ule wa 17. Lakini huyo ng'ombe mwenyewe na ngozi yake na nyama yake na mavi yake akayachoma moto nje ya marago, vile vile kama Bwana alivyomwagiza Musa. Kisha akamsongeza yule kondoo mume wa sadaka wa kuteketeza, na Harun na wenawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja, na Musa akanyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni Harun alikuwa anawekwa wakfu na watoto wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Harun alikuwa anawekwa wakfu ili aweze kushughulika na kazi ya madhabahu. Na angalia vile alivyokuwa anawekwa wakfu kwa ile damu. Na usiniambie mchungaji, si ni maandiko ya kitabu cha Agano la Kale. Maandiko yanasema hii ni kivuli ya yale mambo yanakuja. Bwana Yesu asifiwe sana. This is just a shadow of what is coming. Hii ni kivuli, the original is now. So ile tunaona kwa kivuli ndio ile ina happen in reality. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Maandiko nasema kisha akamchinja, na Musa akanyunyiza damu yake katika madhabahu pande zote. Kisha akamkata kondoo vipande viwili, na Musa akateketeza kichwa na vile vipande na mafuta. Kisha akanyoosha matumbo, akayaosha matumbo na miguu yake kwa maji, na Musa akamteketeza huyo kondoo wote juu ya madhabahu, ili kuwa ni sadaka ya kuteketezwa, kuwa harufu ya kupendeza, ili kuwa ni sadaka iliyosogezwa kwa Bwana na njia ya moto, kama Bwana alivyowaagiza Musa. Sikiliza mstari wa 22. Sikiliza 22. Kisha akamsongeza kondoo mume wa pili, huyo kondoo wa kuwaweka wakfu, na Harun na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja. Mwanzo wangemkubali. Hiyo inaonyesha ya kwamba they had to accept. Ilikuwa wakubali hiyo kondoo. Wangapi tunaelewana vizuri? Ni kama Yesu, lazima kwanza umkubali Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wako. They had to bless it. Wawekee hiyo kondoo mikono, ishara ya kwamba tumeipokea. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu pia lazima umpokee kwanza, ndio chochote ambacho kinamuhusu yeye kiweze kukuweka huru, kiweze kukutakasa. Wangapi tunaelewana vizuri? Tumpatie Kristo tena makofi. Alafu anasema, nataka usikize ndugu yangu, nisikize kabisa. Kisha akamsongeza kondoo mume wa pili, huyo kondoo wa kuwaweka wakfu, na Harun na wanawe wakaweka mikono yao kichwani mwa huyo kondoo. Kisha akamchinja, na Musa akatwaa katika damu yake. Sikiliza damu ile kitu inafanya. Na Musa akatwaa katika damu yake na kuitia katika ncha ya sikio la kiume la Aaron. Alichukua damu na akaweka hapa
kwenye incha ya masikio. Wangapi tunaelewana vizuri? Sikiliza, damu ikaenda wapi tena? Haleluya! Kisha kisha akamchinja, na Musa akatoa katika damu yake na akaitia katika incha ya sikio la kiume ya Aaron, na katika chanda chake cha gumba. Hii kidole. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Chanda chake cha gumba, cha mkono wake wa kuume, sio hii ya kushoto hii. Akaweka damu hapa kwa masikio na kwa kidole cha gumba, kisha akawaleta tunaendelea pale. Na katika chanda cha kidole cha gumba cha mkono wa kuume na kidole cha gumba cha guu lake la kiume. Wangapi tunaelewa? Damu hapa na damu kwa hii kidole hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini? Maneno yote yataingia katika masikio ya Aaron, ile damu ikaweze kuchunga yale yanayostahili kuingia na yale yasiyostahili kuingia. Wangapi tunaelewana vizuri? Wangapi wakisikia Mungu anasema wale ambao hawajatairiwa masikio? Wangapi wamesikia kitu kama hiyo kwa kitabu cha Yeremia? Wangapi tunaelewana vizuri? Wale ambao hawajatairiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Maneno yote ambayo yanavunja imani, maneno yote ambayo hayamstahili mteule wa Bwana, ile damu inakuwa kama kinga katika masikio ya mteule. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri. Kwa nini aliweka damu hapa? Chochote ambacho Aaron atafanya kwa mikono yake iwe imebarikiwa na imetakaswa. Haleluya. Si tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri sana. Mtu yoyote anayepokea pesa, ndugu yangu, you don't pokea pesa na mkono wa kushoto. Wangapi tunakubaliana? Everything ambayo unapokea with your right hand side. Everything that comes must be blessed. Everything that enters your hands. Na ndio maana kitabu cha Deuteronomy 28 anasema kazi ya mikono yako itabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Chombo chako cha kukandia unga, chochote ambacho mikono yako inatumia ili iweze kupata unga, itabarikiwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa nini anabariki hichi kidole hapa chini? Bwana Yesu asifiwe sana. Popote utakapokanyaga nimekupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Uingie hapo utokapo umebarikiwa. Si tumpatie Bwana Yesu makofi ya utukufu. Haleluya. Lazima damu ya Kristo iweze kuweka vitu ambavyo vitakuprotect. Damu ya Yesu. The devil uses words kuangusha imani yetu. The devil uses words. The devil speaks in our ears. Wangapi tunaelewana vizuri? The devil uses people to speak negative things to us. Ndio maana anajua silaha ya kubomoa imani ya mwanadamu comes from hearing. Kama vile imani huja kwa kusikia, hivyo imani inaweza kubomolewa kwa kusikia. Wangapi tunaelewana vizuri? Tumpatie Bwana Yesu makofi. Haleluya. Haleluya. Kama vile imani inaweza kujengwa kwa kusikia, imani inaweza kubomolewa kwa kusikia. Na ndio maana ninataka uelewe ya kwamba the blood of Jesus will put a mark in your life. The blood of Jesus will put a mark in your life. The blood of Jesus will mark you. Mimi nimeona watu ambao wanaon ng'ombe kule Oshago. Bwana Yesu asifiwe sana. Alama inawekwa kwa masikio, alama inawekwa kwa ubavu, alama inawekwa kwa mguu. Wangapi tunaelewana vizuri? The blood of Jesus marks us. Inatumark. Na ina mark masikio, ina mark mikono yetu na miguu yetu. Because those are three areas ambazo the devil can use to disable your life. Anaweza kutumia hizo three areas kuangaisha maisha yako. Leo ni wangapi wanatembea hii Nairobi kutafuta kazi, lakini kwa sababu shetani amekamata miguu yake, anawalead in the wrong directions. Sio kwamba kazi haziko Nairobi, kazi ziko, but because miguu yako haiongozwi na neema ya Mungu. Maandiko inasema hatua za mwenye haki zinaongozwa na Baba.
lakini yule asiye wa haki hatua zake zinakamatwa na ibilisi. Haleluya, tumpatie Bwana Yesu makofi mazuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa nini kila pesa unashika inapotea? Pesa inashika unapotea. Kazi unafanya kweli, kazi unafanya. Nimesikia wangapi wananifuata hapa wananiambia, mchungaji, mimi kweli pesa napata, kweli mshahara nalipwa, lakini pastor, kila pesa ambayo inaingia kwa mkono hii sijui inakwenda wapi. Ndugu yangu, you did not make a covenant with your hands. Damu, haukujua mahali ya kuweka damu ya Kristo, hukujua ikufunike wapi. Bwana Yesu asiwe sana. Kuna mwingine anasema, mchungaji, ile neema yangu ilikuwa mikononi, ni kama imefungwa, nimenyang'anywa. Nilikuwa na neema pastor, nikishika hii inaendelea, nikishika hii inaendelea, nikifanya hii inaendelea. Nilisikia mwanamke mwingine ananililia, anasema, pastor, mimi ningeweza kusuka watu karibu 10 kwa siku ama watu 8, lakini siku hizi pastor, nikishika tu kichwa ya mtu mikono inatetemeka. Bwana Yesu asifiwe sana. The devil knows where to strike in your life. Shetani apigani vita ya kijinga. He knows where to strike in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Anajua hii miguu ndio inaweza kukuongoza kwa baraka, ama hii miguu inaweza kukuongoza jehanamu. Wangapi tunaelewana vizuri? Anajua miguu yako inaweza kukuingiza kwa nyumba ya baraka, na anajua hii miguu ndio inaweza kukuingiza kwa nyumba ambayo itakuletea kisirani. He knows where to attack. Na ndio maana the blood of Jesus must be applied in our life. Hallelujah. Ndugu yangu, usifikirie tu damu ya Yesu ni ya kutoa dhambi. Damu ya Yesu, ndugu yangu, kazi zote za ibilisi haitoshi kwa damu ya Yesu. Kama kuna kitu ambacho tunasikia Biblia inasema damu ya Yesu ilitulipia madeni. Ndugu yangu, leo hii mchawi akikufunga, mganga akikufunga, inahitajika sadaka ya kwenda kufunguliwa. Wangapi tunaelewana lugha? Si tumpatie Bwana Yesu makofi. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Watu wa rohoni wakikufunga, wanakwambia huwezi kufunguliwa bila sadaka ya kufungua. Haleluya. Na maandiko inasema ile damu ya Yesu, it is so precious, so precious kuliko hata damu ya Habili. Na hiyo ndio inafanya kazi zote za rohoni, kazi zote za rohoni, kazi za laana, kazi za uchawi, kazi za uganga, generational curses. Wangapi tunaelewana vizuri? Umekuja Nairobi, umejichanganya, nilikwambia jana, umejichanganya na mwanamke huyu, hujui ulibeba nini kwake. Umejichanganya na mwanaume huyu, hujui ulibeba nini kwake. Bwana Yesu asiwe sana. Umejipeleka kwa boma, hujui walikuzwa kwa maagano gani. That blood of Jesus, hiyo ndio inaweza kulipa deni lolote la kiroho, ili wewe uweze kuwa huru mbele za Baba. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu yangu, kama kuna kitu inafunga mwanadamu, sio mambo ya dunia, ni mambo ya rohoni. Kama hiyo hujajua, jua leo. Kama kuna kitu ambacho kina uwezo kuliko masomo ya mwanadamu, kuliko degree zote uko nazo, kuliko pesa zote uko nazo hii dunia, ni uwezo wa kiroho. Uwezo wa kiroho haiwezi kusuluhishwa hata na pesa ambazo uko nazo. Utaenda kwa mganga, atakushangaza, hata kwambia lete 1,000,000, atakwambia nitafutie nyoka, nitafutie nyoka. Hiyo nyoka ndio itatoa hii kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakwambia nitafutie punda, inakaa hivi hivi, letee. Ndugu yangu, kama kuna kitu kinatuangamiza na kama kuna kitu kinaweza kutuhangaisha zaidi ya kila kitu, ni uwezo katika ulimwengu wa roho. Ndio maana Kristo anasema, mimi nimefunuliwa niziharibu kazi za ibilisi. Haleluya. Nimefunuliwa. That is the only tactic the devil is using to control us. Shetani anatutawala katika hii dunia because anajua yeye hajasoma sana mambo ya dunia, lakini ana uwezo wa kiroho, ana mamlaka ya kiroho, ana ujanja wa kiroho, ana siri za kiroho. In fact, tunaambiwa alishindwa miaka 2000 iliyopita,
hana uwezo tena na nguvu ya kutusubdue. Wangapi tunaelewana vizuri? Lakini ana ufahamu ambao anaweza kutumia kukushauri wewe ujikute katika janga la laana. Bwana Yesu asifiwe sana. Wangapi tunaelewana vizuri? Mtu yoyote ambaye hafunikwi na Yesu Kristo, the spirit of the devil can pay you a visit, na inaweza kukushauri anything. Yule malaya ambaye anauza mwili pale, wewe unafikiria alishauriwa na sauti ya nani? Was it God? Was it God? Ni Mungu alimwambia enda uza mwili wako hapo, Bwana Yesu asifiwe sana. Yule mwanaume alikuja akabeba kisu akaua bibi yake. Nani alimshauri? Who spoke to that person? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu yoyote ambaye hajaokoka, mtu yoyote ambaye Roho Mtakatifu akai ndani yake, mtu yoyote ambaye neema ya Mungu haimfuniki, ushauri wa ibilisi unaweza kumuingia wakati wowote na ukamchanganya na ukamchafua. Wacha nikusomee mahali. Wacha nikusomee mahali ndio usikie ile kitu ninakwambia. Usione ni hadithi. Kitabu cha Mhubiri. Watu wengi wanakataa Mungu lakini hawajui. The more unakataa Mungu, the more unajiweka katika mikono ya ibilisi. Unajiachilia katika mikono ya ibilisi. He can enter you, he can convince you, he can speak to you, he can direct your minds. Bwana Yesu asifiwe sana. Kitabu cha Mhubiri 7 mstari ni ule wa 26. Sikiliza. Nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti. Nami nimeona lililo na uchungu kupita mauti, yaani mwanamke ambaye moyo wake ni mitego na tanzi. Moyo wake ni mitego na tanzi, na mikono yake ni kama vifungo. Kuna mwanamke kama huyo. Kuna mwanamke kama huyo. Wangapi wananielewa vizuri? Kuna mwanamke kama huyo. Na huyu ndugu yetu anaitwa Solomon, akiongelelea wanawake, yeye ni expert. Kumbuka alikuwa na wanawake 1000. Yeye ni expert. Anasema kama kuna kitu ambayo iko na uchungu ambayo niliona ni hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Sikia vile anaendelea kusema. Mwanamke ambaye moyo wake kwanza ni mtego, pili tanzi. Wangapi wanajua tanzi? Ile kamba ya kunyonga. Wangapi wanajua? Mwanamke ni mtego, ni kamba ya kunyonga. Mwingine sahihi anasema huyu anakaa kama bibi yangu. Na mikono yake ni kama vifungo. Mikono yake ni kama vifungo. Akikukamata utoki. Hata ukiwa kwa bibi yako unamwaza. Hata ukipata kitu mzuri, mtu wa kwanza unafikiria kusherekea nayo ile kitu ni yule. Mikono yake imekukamata, ni vifungo. Ni vifungo, my friend. Kuna mikono ya wanawake ambao ni vifungo, usicheze bwana. Alois, mimi niko na experience kidogo, acha nikwambie. Kuna mwanamke Alois akikugusa peke yake, kukugusa, hajakwambia kitu, kukugusa na hivi vidole yake hii icheze kwa mashavu yako huku hivi, na wewe uliingia box kitambo, hata unaropokwa tu na ni vidole tu, anajua kule kupeleka. Tunaelewana? Kwa matumbo huku, kwa kifua, unakaa tu na yeye, unasikia tayari imeenda huku kwa mambavu. Ndugu yangu, uliropokwa zamani, nimelipwa. Hata ingine nimeweka kwa M-Pesa, ingine iko hapo kwa socks. Mimi usinione hivi, mimi nakuaga juu. Usharopokwa. Mikono ambayo ni kifungo. Ni kifungo. Bibi yako akikushika, unaona huyu anishiki vizuri, anishiki. Mikono ambayo nyinyi mnalaumu Samson bure nyinyi.
Hamjakaa na wale maoriginal. Mnakaaga tu na hawa wetu vichwa ngumu. Mnalaumu Samson bure. Waisikia kuna mtu ameuza nyumba iko na ghorofa 10 akule na mwanamke. Wanafikiria ni kurogwa? Si kurogwa. Fingers. They know how to talk. Wanajua jinsi ya kukuongelesha. Maneno yake tu inafanya unashikwa na usingizi ukiwa kwa sofa set. Unaona? Wacha wao unangojeaga bibi yako alale ndio uende kujificha pale, ujifiche hivi. Tena unalalia inchi moja ya kitanda. Hutaki hata kugeuka, unalalia inchi moja. Ndugu yangu, kuna mama anaweza kuwa maneno. TV ilikubeba, yeye amekubeba, kitanda hata ufikiri kwa sofa. Hata akwambie kesho nilikuwa nimeona nywele pale wivi inauzwa 2,000 hivi, unamwambia nitakupa 3,000. 1,000 ni fair. Sijui kama umeshawahi patikana na huyu. Alafu anasema, sikiliza vile anamaliza. Anasema hivi. Yeye ampendezaye Mungu atamponyoka. Yeye anayependeza Mungu ataponyoka. Mwanamke kama huyu atamponyoka. Alafu sikia vile anasema. Yeye ampendezaye Mungu atamponyoka. Haleluya. Bali mwenye dhambi atanaswa na yeye. Nataka nikuonyeshe vile you are unprotected wakati damu ya Yesu haiko mikononi mwako, haiko katika mwili wako. Watu kama hawa utawapata. Wacha hawa. Maandiko yanasema mpaka wale ambao ni mabwana gaidi, wale ambao hawapendezi Mungu watajikuta kwa maboss magaidi. Ushawaifanyia boss kazi? Miaka karibu 2 umefanyia boss kazi. Na huyu boss mali tu na kukunyima mshahara wako, anasikia unataka kuacha kazi, anaenda polisi, anasema huyu mtu ameniibia na unawekwa ndani. Ushawaifanyia boss kazi kama huyo? Ushawahi? Paka unajiuliza hivi, nani aliniroga? Mshahara hauna na tayari huyu mkubwa amekuchomea kwa OCS mahali. Anasema wacha hiyo mshahara sijamlipa. Huyu mtu ameniibia kwa nyumba yangu kitu fulani ambayo thamani yake ni karibu $500,000. Huyu aliniibia. Ndugu yangu uko ndani. Na watu ambao hawako chini ya protection ya Mungu. Ndugu yangu, hii dunia ni mbaya. Hii dunia ni kama ile kichaka ya Tsavo. Wangapi wanajua kichaka ya Tsavo? Mahali ambapo mnyama anaishi kwa huruma za Mungu. Mwenye masikio afanye nini? Survival for the fittest. Survival for the fittest. Leo asubuhi nimeambiwa pale Kariakoo kulikuwa na vita ingine mbaya sana. Na hata kabla huyo mtu amalize story, nilimuuliza ni kwa sababu ya ile kale kanyumba walijenga ndio waweke hapo ndani wachuuzi wapya. Akaniambia nikamwambia hiyo ni kawaida. Wale watu ambao wamepata nafasi ndani ya hiyo kanyumba, hata wengine hawako kwa hiyo soko ya Kariakoo, hawako. Hivyo ndio Wakenya wanaishi. Lakini yule mtu ambaye anampendeza Mungu, lazima Mungu atampigania katika hiyo situation. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Nisikize. Kumbuka watawala katika hii dunia ni wawili. Mungu yuko na shetani yuko vile vile. Na kila Mungu anapendelea upande wake. Bwana Yesu asifiwe sana.
Mungu anasema wale wamefunikwa damu ya mwana kondoo nitawapendelea. Vita si hawatapigana vita vyao, mimi nitawapigania vita vyao mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Wao wakiniita kutoka mbinguni, sauti yao ninaijua, nitaisikia, hata katikati ya mateso yao nitawakomboa. Haleluya! Tumpatie Bwana Yesu makofi yote. Ndugu yangu, lazima uwe na alama, lazima uwe na alama, na alama ni damu ya Yesu Kristo. Hiyo ndio alama inawekwa kwa sikio. Maneno yote yanayotoka kwa Mungu yanapewa nafasi kuingia ndani yako. Maneno yote yanayotoka kwa ibilisi yanapata kinga ya damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Wewe unafikiria watu walimtusi Yesu matusi mangapi? Wengine walimuita mpaka shetani. Mbona haikuingia ndani yake? Mbona haikukolea ndani? Mbona Yesu hakuwa na maadui? Na Mafarisayo walimuita usiku kucha. Mbona Yesu hakukuwa na permanent enemies? Permanent enemies because his blood ilijua ni nini ya kuchukua na nini sio ya kuchukua. Bwana Yesu asifiwe sana. Huwezi kufanya hivyo bila damu ya Yesu. Ndugu yangu, huwezi kuwasamea maadui zako kama sio damu ya Yesu Kristo imekufunika masikio usisikie habari zao. Huwezi. Kila neno chafu ikitoka kule inaingia mpaka ndani ya moyo wako. Kila neno la matusi ikitoka kule inaingia mpaka ndani. Na that is the weapon the devil uses. Akupatie stress, avuruge amani yako. Haleluya. Achafue moyo wako, akufanye na wewe uinuke na mbegu ya hasira. Hiyo yote inapikwa na neno moja kutoka kwa ibilisi. Hiyo yote nimetangaza hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Usifikirie mtu anaanzaga vita eti out of nowhere, eti unatupa ngumi. Ndugu yangu, hii ngumi ilichochewa tangu zamani. Kwanza kulikuja mawazo, kwanza kulikuja na kusikia, ikaingia ndani ya moyo, ikatengeneza hasira, chuki, wivu, hiyo yote ikapikwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ikainusha mori, ikainusha hasira na mori ya kutaka kurevenge. Bwana Yesu asifiwe sana. Is the blood of Jesus protecting you? Is the blood of Jesus protecting you? Ndugu yangu, damu ya Yesu isipokuwa juu ya maisha yako, hata majangili utaoa wanawake hawa tumesikia hapa. Wale wasiompendeza Mungu watanaswa na wanawake hao. Wale wanapendeza Mungu, Mungu atawaweka mbali. No wonder Biblia inasema mwanamke mzuri anatoka kwa Mungu. Urithi, mali inatoka kwa baba zetu. Mwanamke mzuri anatoka kwa Mungu. Sasa hivi tukianza kuongea mambo ya ndoa utashangaa, ile wanaume watazunguka hapa. Tukianza kuongea mambo ya ndoa utashangaa. Na wote ni kwa sababu walikataa himizo la kufichwa chini ya damu ya Yesu Kristo. Wangapi tunaelewana vizuri? Walikataa. Sasa sikiliza hii kitu ambayo ninakwambia sasa. Waefeso. Kitabu cha Waefeso. Kitabu cha Waefeso. Mungu akusaidie. Wakristo tutembee kama watu wenye hekima. Tuliambiwa hivyo na Paulo. Tusitembee kama watu wasio na hekima. Kile ambacho sisi kinatutetea ni ulimwengu wa roho. We don't have a God somewhere seated tunaendaga kumtembelea kila jioni. God is spirit. Mungu ni roho na anawatafuta wanaomwabudu katika roho na kweli. God is spirit. Kazi zake anafanya kiroho. Mambo yake anafanya kiroho. Vita vyake anapigana kiroho. Baraka zake anaziweka ndani yetu kiroho, ili popote tuendapo, chochote tutakachokusudia kufanya kinafanikiwa. Haleluya. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Ndugu yangu, usicheze. Yakobo hakubebana na baraka akitoka kwao. Zilipandwa kiroho. Baba yake alimwambia piga magoti nikuombe. Piga magoti nikuombe. Zikapandwa kiroho. Yakobo akishika kuku zinaongezeka, akishika ng'ombe. Mpaka majirani walimwambia Laban, wewe unafanikiwa kwa sababu ya Yakobo, unafanikiwa. Na siku alipotoka alitoka nazo. Bwana Yesu asifiwe. Sicheze na watu wa baraka. Unaweza ukawaona hivi hivi. Bwana Yesu asifiwe sana.
unaweza ukawaona hivi hivi. Mtu ambaye amebarikiwa na Mungu, achana naye bwana. Mambo anayopitia si permanent. Wangapi tunaelewana vizuri? Sio kwamba mtu aliyebarikiwa hata lala njaa. Hata Abraham alilala njaa, akaenda kwa mfalme Abimeleki apate chakula. Bwana Yesu asifiwe sana. Sio mtu eti ameokoka hata pitia majaribu. Waisraeli walipitia majaribu, lakini Mungu alikuwa pamoja na wao. Bwana Yesu asifiwe sana. Maandiko yanasema maisha ya mwanaume ama mtoto aliyezaliwa kwa tumbo la mwanamke ni mafupi sana, naye ana mateso mengi, lakini Mungu humuokoa na yote. Mungu hatishiki na majaribu ambayo yako mbele yetu. Furaha yake ni kwamba you will go through it. Hallelujah. He is there to make sure every challenge, every wave of life, you must go through it. Hallelujah. Because going through those trials hazitumalizi, bali zinatufanya tunakuwa more stronger and more wise in this life. Hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Ndugu yangu, majaribu tunayopitia inatufanya tunakuwa more stronger and more wise. Tunajua kupambanua mema na mabaya. Tulifundishwa hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Furahini mnapopitia majaribu mbalimbali. Furahini kwa sababu inawasaidia kupambanua kati ya mema na mabaya. Tumpatie Bwana Yesu makofi bwana. Njia za Mungu haziwezi kumpendeza mwanadamu, kwa sababu mwanadamu amelelewa kwa njia chafu. Amemtegemea Ibilisi kila wakati. Wangapi tunaelewana vizuri? Ndugu yangu, njia za haki hazina kona. Njia za upendo hazina kichini. Njia za utakatifu hazina chochoro. Ndugu yangu, njia za Mungu kwa nini zinamshinda mwanadamu? Because ni njia ambazo ni just. Njia za Ibilisi zina kona, zina chochoro, na hizo ndio mwanadamu amelelewa ndani yake. Ndio maana ukimwambia hama huko kuja huku, hama huko kuja huku, anaona njia ya Mungu ni ngumu. Mwanadamu amezoea akuwe na bibi na kashungwa. Bibi akigoma, kashungwa ana support. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanadamu amezoea hata kama hapa nalipo mshahara, lazima niwe mjanja, nisitegemee mshahara peke yake, kona. Na wanashabikiana. Hata mtu akipata mwingine ameiba, anamwambia wewe ni mjanja yake, wewe uko juu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanaume anauliza mwenzake, yaani kale kademu nikachukua. Na haki wewe ni mafia, wewe ni mafia, uko yani na wife, wife nimemweka box. Wewe uko juu, hebu konga. Wewe ni simba. Hizo ndio njia za shetani. Sasa mtu kama huyo ukimwambia hama huko, kuja huko, ana hii ni shida. Ndio maana unaambia watu wokoka. Pastor, kuokoka bana, ngoja ikae. Lakini unaweza niombee tu, lakini kuokoka ngoja. Sababu gani? Wamezoea maisha ya Ibilisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Na wanafikiria wanaweza kukuja na hiyo katika maisha ya Yesu Kristo. Ndugu yangu, hawezi. Wale wanaofanikiwa katika maisha ya Yesu ni wale wana alama, na alama zao zinajulikana, sio tu katika ufalme wa Mungu, hata katika ufalme wa giza. Wanapoona hizo alama, wanasema huyu hashikiki, tukimgusa huyu tumegusa Baba. Haleluya, tumpatie Bwana Yesu. Wacha nikusomee mahali. Unafikiria ninakuchocha? Tusome kitabu cha Zakaria 2. Haleluya. Wale wanaogusa Israeli wamegusa mboni la jicho ya Mungu. Wangapi wananielewa vizuri? Biblia inasema hivyo, sio mimi. Zakaria anasema
haya kimbieni nchi kaskazini, asema Bwana, kwa maana Zakaria 2:6, kwa maana mimi nimewatawanya nyinyi kama pepo 4 za mbinguni, asema Bwana. Haya Sayuni, jiponyeni wewe ukaae pamoja na binti Babeli, kwa maana Bwana wa majeshi asema hivi, ili nitafute utukufu amenituma kwa mataifa wale waliowateka nyinyi, maana yeye awagusaye nyinyi aigusa mboni ya jicho lake. Wangapi wananielewa lugha? Yeye awagusaye. Imagine Mungu anasema mtu yoyote anagusa Israeli ni kama amegusa hii kitu nyeusi inakuaga kwa macho. Wangapi tunaelewana vizuri? Yeye awagusaye amegusa mboni ya jicho. That is how God is ready to protect you, but by the blood of Jesus. Only if you are under the blood of Jesus. Wacha kuenda kanisani kichwara, unatupatia kazi ngumu tukuombee na hujafanya uamuzi wa kuacha dhambi. Ndugu yangu, hatufanyagi kazi ya ujinga. Bwana Yesu asiwe sana. Mimi nimekosana na wengi hapa. Wengi, pastor niombe. Unataka kuokoka? Toka. Sifanyagi kazi ya ujinga. Hiyo kazi sifanyi. Tukuje hapa mimi na wewe eti tunaweka Mungu box. Na umeficha tu dhambi huku, na umeficha tu dhambi huku, na huku umeficha tu dhambi. Alafu unasema siko tayari kuokoka, lakini si uniibie mafuta ya Yesu. Niibie. Hatufanyi kazi ya ujinga hapa. Mkataba ni mmoja. Only those who are under the blood of Jesus Christ, they deserve the glory of God. Mungu hawezi kutuma utukufu wake juu ya dhambi. Si Mungu hajapagawa. Hawezi kutuma utukufu wake juu ya dhambi. Wangapi tunaelewana vizuri? God cannot anoint sin. God does not anoint sin. Na wewe unataka mchungaji ambaye anakubeba porojo. Ndugu yangu, Mungu hajachanganyikiwa. He will never anoint sin. Mwenye masikio afanye nini? Haleluya. Petro anasema kama hakuwasamehe malaika na walikuwa karibu na yeye, na wewe udongo, kama hakusamehe malaika, amewaweka kifungoni mpaka siku ya judgment. Na wewe alafu wewe unachukulia neno la mchungaji wako, unafikiria mchungaji wako akona share mbinguni. Ndugu yangu, hata yeye anaweza kula viboko. Ukimwona mwambie Biblia inasema hukumu inaanzia kwa madhabahu. Wangapi tunaelewana vizuri? Hata yeye judgment inaanzia wapi? Kwa madhabahu. Hata mimi I will stand trial siku ya mwisho. Mtu asikudanganye. Waefeso 1:7. Kuna maneno matamu hapa. Mstari wa 15. Kuna mambo matamu iko hapa. Hata tuanzie mstari wa 7. Hiyo ni kitabu mzuri. Ngoja niangalie hapa. Labda napiga kelele na time yangu imeisha. Mebakisha dakika moja. Najua hatutaki kwenda ikue refu sana wakati tunafanya coverage kama hiyo. Kuna wale hawapendi ikue ndefu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. The blood of Jesus. Lazima ukue marked. Waswahili wanasema, Waswahili wanajuana kwa vilema. Na kuambia ulimwengu wa roho haukuogopi kwa sababu wewe ni nyama na damu. Wanaogopa kwa sababu kuna kitu iko juu yako imekufunika. Mapepo yatakuogopa because there is something covering you, something more powerful kuliko wao. Wachawi watakuogopa sio kwa sababu eti umesoma. Tumeona watoto wangapi wameharibiwa na wachawi. Sababu kila akikuja nyumbani, mama yake anaenda kwa soko huko. Anasema kijana wangu amepita sana.
kijana yangu amepita, kumbe kuna kamchawi hapo kanasikia. Nasema basi kuanzia leo tuone kama huyo mtoto yako atashika kitabu. Anaenda anakarangiwa vitu huko usiku wa manane. Wacha watoto. Kuna mbunge mmoja Mjaluo alikuwa anatoka huko South Nyanza, alikuwa parliament ya Nairobi miaka ya 90s mpaka ikikuja ikiishaisha. Alienda tu kwao bwana kutembea, bwana, kufika kule matangani. Unajua wanaendaga mahali kuna matanga. Kasimama bwana, akasimama akararua kizungu kweli. Mchawi akasema ngoja tuone kama utaongea tena. Kurudi Nairobi, macho ikapotea. Macho ilianza ioni ingine ikachukuliwa. Kaanza kuvaa goggles. Kidogo miguu haiwezi kutembea, anakalia ile kiti ya matairi. Anaingia parliament na matairi. Kidogo mara apumui hizi mapafu. Wale muzika. Kisa na sababu wanacheza na ufalme wa giza. Vijana wangapi hapa wanahangaika hapa? Hii mudhuru wa hii. Mtu anatoka marikiti kule barabarani na ligunia la karoti. Anapeleka nasiko. Na pumbavu hata itumii troli. Hapa watu 5 wametumika kuinua gunia. Yeye peke yake anasema uwekelea. Hapana. Hiyo sio maisha Mungu alinizalia hapa. Mungu anasema sipendi kuona mwanadamu anateseka. Alafu wewe unasema bwana, hii ni job bwana, mwanaume ni kazi. Hiyo wacha ikae. Eti mwanaume ni kazi. Hiyo wanaume kama wewe 5 hata hawabebi kwa haraka, wanaambiana wewe mko sawa tu, hata hawabebi mara moja. Hapo anatoa nguvu yote mara moja hii. Alafu kishafanya kazi yote ngumu hiyo, mia ngapi? Unapewa mia ngapi? Hata tuseme 300. Unapewa 300. Break ya kwanza kwa kanusu pale. Unasema bwana nifungulie bwana. Unafunguliwa kanusu. Wanakuambia bwana si uchanganye na maji. Hapana bwana, mimi ni simba. Mimi napiga dry. Tumbo hata ijaingia kitu. Nasema natoa loka. Ukitoka hapo unaenda kwa hao wangwana hawa. Wana nyama zao hapo. Mlima wa chumvi. Pilipili mingi. Alafu mnatengezewa zile nyama mbaya. Hata haziuzi kwa buchari, wamewawekea pale. Pancreas. Matumbo ya mavi. Ulimi. Washaiona hizo vitu kwa buchari. Watu na akili zao wamekataa kula hiyo kitu, wengi unakatiwa hapo. Alafu kwa ujinga wanakuwekea toothpick, self service. Unajiona ni kama uko Hilton. Kumbe unakula mahali karai imebeba moshi yote ya magari. Ile vumbi yote inabebwa hapo. Kwa hiyo karai mwingine alitema makohozi kakauka. Vumbi imekuja imebeba ile vumbi, upepo imebeba na ile makohozi ilikauka kwa sinia. Ndugu yangu, mimi wanasikia hao watu wakikohoa hapa usiku. Si wanalalaga huko kwa hii stage huko. Sasa ile tunafanya kesha. Unasikiaga mtu anakohoa mpaka unauliza Mungu, hiyo ni kifua ya mtu? Watu wasiompenda Mungu watapatwa na shida hizo. Nakwambia wazi. Wacha ile mwanamke anakufunga, hata hizo shida
Weka mbali na Mungu. Unajua kiburi ya mwanaume, anasema mimi sihitaji Mungu, niko na nguvu yangu, niko na akili yangu. Lakini ndugu yangu, hiyo nguvu yako na akili yako, is it leading you to blessings of God? Inakuongoza to blessings of God? Ni kweli uko na akili, ni kweli uko na nguvu, hata unaweza sukuma mkokoteni na magunia ngapi, lakini is it leading you to prosperity? Is it leading you to peace? Hiyo akili uko nayo na masomo uko nayo, is it leading you to peace, a good home, a good wife? Akili ya kawaida haiwezi kuangalia mwanamke mzuri. Sikiliza, naenda haraka haraka, masaa yangu imeisha. Kitabu cha Waefeso 1:15. Kwa sababu hii mimi nami tangu nilipopata habari za imani yenu katika Bwana, imani katika Bwana Yesu, na pendo lenu kwa watakatifu wote. Upendo ni kwa kila mtu, sio watu wa kanisa yetu, watu wa kanisa yetu. Upendo wa kila mtu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Yesu anasema tuwe na upendo kama ile ya Mungu, akinyesha mvua kwa wenye haki na wasio haki, akiwasha jua kwa wenye haki na wasio haki. Upendo usiokuwa na vipimo. Bwana Yesu asifiwe sana. Upendo wenu kwa watakatifu wote. Siachi kutoa shukrani kwa ajili yenu, nikiwakumbuka katika sala zangu. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo na Baba wa utukufu awape nyinyi roho ya hekima na ya ufunuo katika kumjua yeye. Angalia hiyo maombi, mpewe hekima na ufunuo ya kujua Mungu. Ndugu yangu, you don't just know God by going to church. It is out of prayers and out of commitment to the Holy Spirit and to the covenants of God. Hallelujah, hallelujah. Tumpatie Bwana Yesu makofi. Alafu anasema hivi, macho ya mioyo yenu yatiwe nuru, mjue tumaini la mwito wake jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wake katika watakatifu jinsi ulivyo. Mungu afungue macho yenu ya kiroho, muweze kuona faida katika vitu vya rohoni kuliko vitu vya mwilini. Simama katika miguu yako. Mungu afungue macho yenu ya kiroho, muone ubora katika mambo ya Yesu, muone utukufu wa urithi wa Yesu, utajiri wa Yesu. Mungu awafungue macho ya kiroho, macho ya mioyo yenu, muone mambo ya Mungu kuwa bora kuliko mambo ya kawaida. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawa watu ambao wamekaa chini, hebu ongea na wao, waambie hapa hatukaagi chini. Hii stage ni kubwa. Ungekuwa unataka kukaa chini ungekaa huko ama ng'ambo ile, lakini sio katikati ya ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akufungue macho. Wewe ambaye mpaka leo bado unaona pesa ni bora kuliko Mungu, wewe mpaka leo unaona afadhali ujivinjari na mali ya dunia kuliko kumngojea Baba aliyekuumba akubalikie mali ya mbinguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Mara ngapi Biblia inasema vya duniani vinapita, lakini vya Mungu vyadumu hata milele. Inamisha uso wako kwa dakika moja. Nenda mbele za Baba, mwambie Baba, ninaomba weka alama ya damu ya Yesu katika maisha yangu. Najua vile vita vikubwa ninapigana navyo viko katika ulimwengu wa roho. Mimi hata sipigani na watu, sina maadui hata kama wako, hakuna siku watanisimamisha barabara wanipige mangumi. Najua vita vyangu vikubwa viko rohoni, na ile inaweza maliza hiyo vita ni damu ya Yesu. Ile inaweza kufumba vinywa vya maadui zangu ni damu ya Yesu. Ile inaweza kufumba njia za maadui zangu ni damu ya Yesu. Baba, nisaidie nishinde. Najua alama zinahitajika. Haruna aliwekwa alama masikioni, Haruna akawekwa alama vidole, kwa kidole cha gumba na kidole cha mguuni. Baba, I need spiritual protection. My spiritual protection is the blood of Jesus. Baba, tufunike. Kwanza lazima tufunikwe. Kwanza lazima tuwe safe, ndio tuweze kukabidhiwa vya Baba. Hatuwezi kukabidhiwa vya Baba if we are not binded in the blood of Jesus. Bila hiyo shetani ataingia ndani yetu na kutupokonya.
urithi wa kiroho. Shetani anajua thamani ya urithi wa kiroho, ndio maana anapokonya hata sisi nyota zetu, anatupokonya nyota zetu, anatupokonya baraka, neema iliyowekwa juu yetu. Anatumia neema yetu vibaya, anatuweka chini ya watoto wake makatili, wanatutumia vibaya. Nimesikia baba mtu akisema wale matajiri walinitumia vibaya. Nimesikia mtu akisema yule fulani alinitumia vibaya. Nimesikia baba wa mama wazuri waliangukia mikono ya magaidi kabla hawajapatana na mabwana wao, walitumiwa kwanza. Shetani ana tabia ya kutumia watu, kutumia wanaume kabla wapate mabibi wazuri, waliangukia magaidi, walitumiwa. Na ni kwa sababu hawakuona thamani ya kujilinda ndani ya damu ya Yesu. Ndani ya damu ya Yesu, operation za ibilisi haziwezi kufanya lolote katika damu ya Yesu. Na ndio maana shetani alishindwa kumfikia Ayubu. Maandiko inasema Ayubu alikuwa anamwaga damu ya wanyama kila siku, damu ya wanyama juu ya watoto wake, juu ya mke wake, juu yake. Hata saa nyingine alikuwa anasema labda wamefanya madhambi ya siri, sijajua, wacha nimwage damu, wacha nimwage. Alikuwa anamwaga damu kila siku, akilinda boma yake, akilinda mali yake, mpaka shetani akakosa mwanya wa kumwingilia. Wengi wetu tunapoamka asubuhi hatuitamki damu ya Yesu katika maisha yetu. Ndio maana tunapatwa na ajali ambazo hatuzielewi. Ndio maana hiyo siku inakuwa na mikosi na visirani. Hiyo siku inaisha hata mtu hujaweka kitu mfukoni, kwa sababu hukuitanguliza damu ya Yesu. Kwanza ikupe kibali, tena ikulinde, tena ikutakase, utembee na neema ya Mungu, utembee na malaika wa Mungu, kwa sababu Mungu hawezi kuanoint dhambi. Malaika wa Mungu hawezi kutembea na dhambi. Biblia inasema wazi, kilicho najis hakiwezi kuambatana na kitakatifu. Pana ushirika gani kati ya haki na uasi, kati ya utakatifu na uchafu? Hakuna. Baba, ni asante kwa wale ambao wamepokea mafundisho ya leo, kwa wale wamesikia maneno ya leo. Baba, ninaomba kila mmoja akipiga magoti yake, kabla hajamaliza maombi, aseme damu ya Yesu inifunike, damu ya Yesu inifunike. Kila wakiamka asubuhi, kabla hawajatoka ndani ya nyumba, damu ya Yesu nifunike. Ninapokwenda kutafuta vya leo, damu ya Yesu inifunike. Mikosi na laana na nuksi za kila aina zisinikute popote. Damu ya Yesu. Watu waingie katika mikataba ya damu. Na Baba, ninaomba waogope hiyo damu, kwa sababu wakienda kinyume nayo, hiyo damu itawamaliza. Kama vile watu wameweka mikataba ya kiroho, wakienda kinyume na mikataba ya kiroho, inawamaliza, inawaharibu. Baba, wasifikirie damu ya Yesu ni ya kuchezewa. Biblia inasema sheria ya Musa ilipodharauliwa, watu walipigwa mawe mpaka wakufa. Na je, yule atakayedharau damu ya Yesu watafanywa nini? Mtu aliyemdharau Musa na sheria ya Musa angelipigwa mawe kwa mashahidi 2 watatu. Na yule je, anaifanyia jeuri Roho Mtakatifu na kuidharau na kuikanyaga neema na damu ya Yesu Kristo, atafanywa nini? Baba, tusiicheze damu ya Yesu. Asante kwa maombi hayo, asante kwa mafundisho hayo. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, wote tuseme amen. Wote tuseme nini? Tumpigie Bwana Yesu makofi. Inua mkono hivi, nitamke kitu nikuache uende. I just speak a word, I leave you, you go. Inua tu mkono hivi. Baba, ni asante kwa hiyo mikono imeinuliwa. Baba, ninajua wewe unajua kila kitu. Kwa kumwangalia mwanadamu unajua mpaka mawazo yake. Kwa kumwangalia tu mwanadamu unajua mpaka mahitaji yake. Kwa kumwangalia tu, hata hahitaji kuongea. Bwana wetu Yesu Kristo alisema wakati tunapoomba tusiongee maneno mengi, kwa sababu Bwana anajua kila kitu tunachohitaji. Basi hiyo mikono Baba imeelekezwa kwako, na imeelekezwa kwa sababu wanakuhitaji. Wanakuhitaji uwe msaada wa maisha yao. Wanakuhitaji uwe baraka katika maisha yao. Wanakuhitaji uwe mtetezi wa maisha yao. Baba, hatujainua tu hiyo mikono bure. Tumeinua kwa sababu tunakukimbilia wewe, tunakuhitaji. Ndugu yetu Daudi alisema, nitainua macho yangu juu niangalie milima.
Baba, ukatuambia inueni mikono yenu iliyo takatifu, mkaelekee milima na kuniita, nami nitaitika. Nitainama, nitawaitikia. Nitainama niwasikie kile mnachohitaji. Basi Baba, ninaomba inama jioni ya leo, fikia hiyo mikono. Inama tu, inama ukaguse kila mkono ulioinuliwa hapa. Inama tu, mfalme wa ajabu, ukasikie hoja zao, ukasikie matakwa yao, ukawakamilishe kwa kila hitaji, ili imani zao zikajengeke, ili vinywa vyao vikarudishe utukufu kwako. Baba, ni asante kwa uaminifu wako, kwa haki, kwa upendo, kwa kila jambo unalofanya. Kazi yako haina makosa. Chochote ulichoamua kutufanyia sisi wanadamu, hakika Baba ni chema. Ulituletea Yesu Kristo afe msalabani. Baba, ulifanya jambo la ajabu. Damu yake ilimwagika. Ulikuwa na uwezo wa kumkatalia kwa sababu alikuwa kipenzi chako, lakini hukutuzuia hata mwana wako. Baba, ni nini utatuzuia? Ni nini utatunyima? Kama hukutuzuia hata mwana wako wa pekee, ungeliweza kumkatalia, useme hapana, huyu sijaona kama huyu, siwezi kukubali akufe, lakini ulitupatia. Baba, itakuwa ni hizi shida kidogo tuko nazo, itakuwa ni haya mambo kidogo tuko nayo, itakuwa ni maneno kidogo haya yanatushinda tu ndio unaweza tuzuia, itakuwa ni ile kazi ndio unaweza tuzuia, itakuwa ni hiyo ndoa unaweza zuia isiweze kurudi pamoja, itakuwa ni hiyo magonjwa unaweza zuia usiponye. Baba, hakuna unachoweza kutuzuia. Na ndio maana Baba, ninawafunika wote kwa damu ya Yesu Kristo, na wewe mfalme wa ajabu waweke alama, waordain katika maisha yao, waweze kuwa wamoja katika familia yako, katika jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Wote tuseme nini? Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nasi sasa na hata milele. Amen. Mwangalie tu jirani, mwambie shalom. Shalom. Kesho pia ni siku, usikose kuja kesho. Kesho kuna mafundisho tena mengine matamu hata kuliko ya leo. Neema ya Mungu ni mpya kila siku. God bless you. Shalom. Shalom. Shalom.